Mungu wa mbinguni awabariki. Jina la Bwana libarikiwe. Tuingie kwenye maneno ya Mungu sasa ndani ya baraka. Kabla sijaleta maneno ya Mungu, nataka kusisitiza jambo alilozungumza mama na akatangaza mzee wa kanisa. Nitakuwepo hapa kwenye maombi siku hizo 3. Bwana asifiwe sana. Siku ngapi jamani? 3. Alafu inabidi mwezi huu wa 12 tudabo. Tunaanza alafu tunamalizia, kwa sababu tunaenda kumalizia mwaka. Kwa tukiomba siku hizi 3 za kesho kutwa na Jumatano, tunapumzika ile wiki ya kumaliza mwaka, tunapata siku zingine kwa ajili ya ufunuo wa mwaka na kujiandaa kupokea mwaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu kila mwaka huwa kuna mambo yake. Huwa majira yanabadilika, nyakati zinabadilika, na mwaka huu umeona yaliyotokea hata kabla ya kumaliza mwaka. Sasa hatujui mwaka ujao kuna nini. Lakini sisi kama tuliopewa kuwa nguzo ya kuishikilia dunia, haitakiwi tulegee dunia yanguke. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Natakiwa tuwe imara. Ndio maana kwenye neno la Mungu uwe na moyo wa ushujaa, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Sasa sisi ndio tumeambiwa tuwe na moyo wa ushujaa, tuwe hodari kushikilia nguzo hizi mpaka Yesu atakaporudi kuzitengua. Na Yesu akitutoa tu hivi, Isaya alisema naiona siku hiyo ikilewalewa kama machela iliyobeba maiti. Kwa hiyo Isaya aliona hiyo kabla, na sisi tutaishikilia isiyumbe mpaka tutakapotolewa. Ndio tuiruhusu dunia iumbe na itupwe itakapotupwa kama alivyosema kwa maneno yake. Kwa hiyo ninaomba watu wote kama alivyotangaza mzee wa kanisa, wote saa 10 mpaka 12 tunakuwepo hapa kwenye maombi. Usile wala kunywa asubuhi. Njoo tuombe, njoo tuomboleze. Na siku ya leo pia nitazungumza juu ya maandalizi unayotakiwa kujiandaa kwa ajili ya siku yako ya mwisho, ili usife kama walivyokufa jangwani na wakaangamia. Ili usife kama waliokufa mbele ya kibudu au mbele ya sanamu na wakaangamia. Ili usife kama asiyejua ya kwamba kifo ni nini. Ili usife ukatupwa vibaya, na siku hiyo Yesu akirudi uwe heri. Maana Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana, asema Bwana wa majeshi, maana matendo yao yatafuatana nao. Manake unapokufa mteule, yale matendo yote mema uliofanya duniani yanaambatana na wewe. Sadaka zako, muda wako uliotoa kwa ajili ya Bwana, maombi yako, msaada uliotoa kwa ajili ya watu wengine yanaandamana na wewe. Kama alivyoandamana na Dorcas akamfufua kutoka wafu, ndivyo atakavyokubeba kwa heshima mbele za Mungu. Kwa hiyo heri ya mtu huyu ni muhimu sana, uandae heri yako. Haleluya. Kwa hiyo uwe tayari kwa siku ya mwisho. Uwe tayari kwa siku ya mwisho. Kabla sijakuletea maandiko, siku ya mwisho nayozungumzia ni maisha yako wewe mwenyewe hapa duniani. Na kila mtu amepewa hiyo. Uwe mtume, uwe nabii, uwe mtakatifu kiasi gani, Mungu amekwisha weka hiyo kwa watu wote kwa sababu ya dhambi ya babu yetu Adam. Na sasa kwa sababu hiyo siku ipo tu kwa vyovyote, sasa hujui sasa ni lini. Taarifa utapewa, lakini kujua ni lini hujui. Saa ngapi, wapi, itatokeaje hujui, lakini taarifa unapewa kama anavyokupa taarifa saa hii. Hiyo tutakutana nayo hapo mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Ya kwamba ni lazima usimame uandae siku yako ya mwisho. Nisaidie kusema amen. Funika macho sasa. Kabla sijadari wa kwanza, anza kusoma ilo neno. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 49, soma mstari wa kwanza. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 49 mstari wa kwanza. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ndiyo. Yakobo akawaita wanawe, Isaac akawaita watoto wake, akasema, akawaambia, kusanyikeni, njooni tukusanyike Yerusalemu, ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Ili niwaambie yatakayotokea katika siku za mwisho. Kusanyikeni
Msikie enyi wana wa Yakobo. Sasa kusanyikeni na mtulie kimya, msikie enyi wana wa Isa. Msikilizeni Israeli baba yenu. Msikilizeni Laiza baba yenu. Inatosha. Jina la Bwana libarikiwe. Mambo haya yanayotendeka huja kama unabii, lakini pia huja kama yaliyotangulia kutokea. Wana wa Israeli au wana wa Yakobo ni kama wewe tu kabisa. Damu yao, nyama yao, akili zao, fahamu zao, macho yao, masikio yao, miguu yao, mikono yao, hivi hivi kama ulivyo. Na wengine ni manabii ndani ya lile kundi, au tuseme wote walikuwa manabii lakini hawajatumia ule unabii. Wengine waliokuwa wanatumia, tena ghafla wakati inatoka tu neno la unabii anatumia, anasema. Katikati ya lile kundi lote la watoto 12 alikuwa yule mdogo anaitwa Yusufu, kati ya wale watoto wote wa Israeli. Sio kwamba hawakuwa manabii ndani yao, lakini walikuwa hawatumii ule unabii. Muulize jirani yako, kwa nini utumii unabii na wewe ni nabii? Mgeukie mwambie, kwa nini utumii unabii na wewe ni nabii? Mtu akishaokoka tu hivi, saa hiyo hiyo ile roho mbaya ikitoka, anaingia roho wa Mungu ambaye ana macho ya kuona, aidha kwenye ndoto au kwenye maono au waziwazi, vision, yani real vision, kitu kinakutokea wazi. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio unabii duniani. Mambo yaliyofunikwa yanafunuliwa ili ujue. Na watu waliotutangulia walikuwa hawana nyongeza nyingine yoyote katika miili yao, nafsi zao, roho zao. Walikuwa kabisa ni wanadamu. Ndio maana Biblia inasema Elia alikuwa ni mtu wa damu na nyama kama sisi, lakini akaomba kwa bidii mvua isinyeshe miaka 3 na miezi 6, na kweli mvua haikunyesha. Mtu mmoja katikati ya taifa. Hebu sema amen. Kwa hiyo wewe ni kama Elia kabisa. Kikubwa tu ni kuomba kwa bidii. Yale unayotaka yaje, usiyotaka yaondoke. Kuomba kwa bidii. Amen. Nisaidie kusema amen. Amen. Kwa hiyo Yakobo akawaita watoto wake ili awaeleze mambo yaliyoko mbele. Kuna mambo mawili nataka uandike kama kumbukumbu sahihi. Kila mtu ashike, na kama utaweza kuandika kwenye kibao cha moyo wako, uandike. Mambo yaliyoko mbele. Kuna meli itapinduka. Sijajua mpaka sasa hivi bahari ni bahari gani, lakini kubwa itainama. Si unaonaga ile nani ya meli, utafikiri ni nguzo za umeme ziko juu na minara yake ya mawasiliano. Naona inashuka mpaka ndani, yani inabinuka mpaka zile zinazama. Hiyo andika. Ikitokea ujue Mungu alikuwa pamoja na wewe. Nisaidie kusema amen. Amen. Andika jambo lingine. Tanzania hii tulionayo saa hii, si unaona ni fujo si unaona ni maandamano lakini ukipita hiyo kuna furaha fulani inayokuja. Nisaidie kusema amen. Amen. Sijasikia pamoja na amen. Amen. Tanzania kuna furaha fulani inakuja, naiona pale hiyo furaha. Nani amgeukie jirani yako amwambie andika hiyo, ili itakapotufikia tunaandaa siku hiyo mzee wa kanisa, alafu tunaandaa sherehe, alafu tunaweka meza hapa, tunaweka vyakula, kila mtu anakuja self service. I5 India. Hivi hujaona hiyo self service? Tunaweka hapa meza, alafu najazwa vyakula, alafu kila mtu anakuja anajipakulia tu, anaenda anaka ndani. Hiyo siku inakuja katika jina la Yesu. Lakini hapa katikati kuna shida. Hapa katikati, kabla ya kuvuka ng'ambo, kabla ya kuingia Kanani, kulikuwa na vita, kulikuwa na shida, kulikuwa na tabu. Majeshi yanakaa njiani, yanalinda ule utajiri ili usiingie, ili usipate. Nguvu inawekwa, mapanga yananolewa, visu vinanolewa, mishale inanolewa, farasi wanaandaliwa, vyuma vinaandaliwa, vinatwangwa vyuma
kwa ajili ya kurusha, au magobore yenye ncha yanatengenezwa ili ukirusha ikitua juu ya mtu inakuwa kama shada la miiba ya kurusha. Kitua tu juu ya mkono, juu ya kichwa, juu ya mgongo, juu ya chochote, inazama ndani. Wanaandaa kwa sababu wanalinda Kanani usijeuka, na Kanani ni urithi wako. Hebu nisaidia kusema sasa urithi ni kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo kuna urithi wa Tanzania, lakini lazima tuurithi kwa jina la Yesu. Hebu mpige jirani yako ngumi, mwambie lazima tuurithi kwa jina la Yesu. Haleluya! Urithi wa watoto ni kwa ajili ya watoto wao. Mungu hakukosea kuzaliwa kwako Tanzania. Mungu hakukosea. Haleluya! Na usifikiri umeachwa. Ile umbrella, ile nani, bendera tuliona imeandikwa msiba, saa hii imeshageuzwa kipande kingine, imeandikwa furaha kwa ajili ya Tanzania. Haleluya! Kwa hiyo maombi yako si bure. Usisononeke, usiugue, usilie. Wana wa Yakobo, wana wa Yerusalemu, furaha iko ng'ambo ya pili. Nisaidie kusema amen. Amen. Furaha iko wapi? Ng'ambo ya pili. Wangapi watavumilia mpaka furaha yao itimie? Wangapi wana imani ya kwamba tutairithi nchi yetu? Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa, wana wa Israeli, wana wa Yakobo, jiandae. Kama utapita hapo katikati, ujaruka ukaingia, ni tabia kama walivyofanya wana wa Israeli. Sio wote waliingia, sio wote walifanyaje? Na ndio maana ujumbe huu, ili ujiandae, ili kama unafupishwa usiingie. Hata Musa, unajua, aliambiwa tu panda hapo uone hiyo nchi. Alikuwa anaona visionary, alikuwa anaona kabisa kimaono, maana alikuwa ni visionary, ni mtu wa maono. Musa anaona kila kitu, lakini aliambiwa wewe utaona, lakini utaingia. Kwa hiyo walifupishwa wengi, lakini wale wachache walitimiza unabii, na wakaenda kusema kabisa, kumbe hakika Musa alikuwa nabii, ametuambia. Na sisi sasa tunaanza kugawana. Hata Joshua wakati anaambiwa kuna wana wa Lawi, wagawanyie na wao urithi wao, waachie madhabahuni. Sio kuna wana wa nani, wagawanyie. Wakati anaambiwa, kila kabila pale alikuwa anatimiza ule unabii aliosema mtumishi wa Mungu Musa. Nisaidie kusema amen. Kwa hiyo sasa, kwenye hizi hatua 2 3 ambazo ziko hapo katikati ni za kujiandaa. Mwambie jirani yako, jiandae sasa. Jiandae sasa. Alafu na kifo isikutishe. Unajua, kwa mfano siku ya kwanza mimi wakati naanza kujifunza kuendesha boti, unavuka mwenyewe kwenye mto ambao kipinduka kile kiboti unaenda na maji. Kabla sijaanza kukalia ile boti, hofu ilikuwa kubwa. Wakati huyu anataka aniachie nivuke nao mwenyewe, nikamwambia hapana, weka hapa, alafu ikipinduka nishike. Hofu ilikuwa inanitete. Hofu, uoga, kitu gani kitatokea? Je, ikipinduka? Kwa sababu ni kiboti tu kidogo kinaelea namna hii, kwamba ikipinduka inanifunika hivi, naenda na maji. Tena mto Ruvu wakati imejaa, wakati wa mafuriko full mpaka kule juu. Lakini kasema ni kwa sababu nimekalia na iandaa roho yangu, ili nikifa ndugu yangu niende mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo huyu jamaa akawa anashikilia mbao pale, nikamwambia ingia ndani. Ukiendesha mwenyewe ndio utajua inayumbaje, inakaa. Nikamwambia wewe kaa tu kama mzigo. Kwani ningepakia gunia ya mahindi, si ningevukisha? Wewe kaa tu kama gunia ya mahindi. Lakini roho yangu inaniambia sija kaenda mbali huyo jamaa, kwa sababu hapa ni hofu. Lakini sasa akaniambia, kwani nitakuwa na wewe kila siku? Bwana asifiwe. Hata mchungaji, tukimaliza saa hii ibada kila mtu anatawanyika, si ndio? Utakapokabiliana na shutumu, utakapokabiliana na shida, sitakuwepo mchikaboti. Takuwa nimekuachia uende mwenyewe katikati ya dunia. Nisaidie kusema amen. Sasa saa hiyo umebaki na Yesu. Kwa ile bwana akaona nalalamika, naongea maneno mengi, nataka na yeye ana vitu vyake na boti yake, anataka na yeye endesha, kaniachia. Haleluya.
Kwa hiyo sasa nikasimama nikakaa, boti ikaanza kuyumba. Si unajua ikipelekwa na maji. Kwa hiyo inabidi mimi nianze kupiga kushoto kulia. Akaniambia piga kulia. Boti inayumba hivi. Sasa inabidi nipige hii kupingana na mawimbi. Nilivyopiga mara 2, kumbe ukipiga hivi inarudi. Nikakazana. Inaporudi upande huu nikaja upande huu. Mara 2, mara 3. Ujasiri ukaja. Nikapenya. Kanani. Nisaidie kusema amen. Sasa nataka kuachilia boti kwa siku hizi chache. Kitakacho kusaidia, ondoa hofu. Haleluya. Ondoa nini? Hofu. Na wewe usiingie kwenye maandamano, usiingie mwana wa Yerusalemu. Sisi tumeokoka, maombi ndio ya kwetu. Na kuomba sana. Tarehe 9 usitoke uandamani. Mimi baba yako. Usitoke. Geukie jirani yako umwambie badala yangu, siku ya tarehe 9 usiende kuandamana. Kama watatuambia serikali kwamba ni lockdown, kwamba usitoke nje, usitoke. Kama wajasema kwa unaweza kutoka kufanya shughuli zako, toka kwa uhuru. Boti nimeshaachia tu. Lakini ujasiri wa Kristo Yesu nimekuachia pia. Haleluya. Mwambie jirani yako hautaguswa kwa jina la Yesu. Hautaguswa kwa jina la Yesu. Hautaondolewa. Utakuwa shahidi wa kushuhudia unabii ukitimia. Amen. Haleluya. Amen. Maana saa kifa shahidi, nani atashuhudia? Nisaidie kusema amen. Amen. Nani ataandika historia? Wangekufa mitume wote kwa upanga na wengine kuchinjwa kabla hawajaandika Biblia. Nani angeandika Biblia? Kwa Mungu akawabakiza kwa ajili ya kuandika Biblia. Nisaidie kusema amen. Amen. Kwa hiyo hayo yatakayotokea, hayo yatakayokufikia, yatakayokutikisa na boti yako, usiwe na hofu. Simama imara, utimize neno la unabii. Na Bwana akubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo la 3 ambalo litatokea, kimbunga. Naona kimbunga na mafuriko. Kwa hiyo mwana yeyote wa Yerusalemu ambaye uko kwenye bonde, kulikuwa na washirika wetu wako kwenye bonde fulani hapa Tegeta. Kama unaishi Tegeta kwenye maeneo ya bonde, toka. Na hapa kanisani tutafute pia namna. Kwa sababu naona maji yakiingia, mpaka ukiingia hapa inakuja mpaka hapa. Kwa sababu ukiangalia level ya ile daraja kuflow kwa juu, inakuja mpaka kwenye ule mti pale, ndio iflow kwa juu maji. Kwa hiyo maji yakija yatajaa pale kwenye daraja, alafu yataanza kurudi nyuma hivi. Tena naona mawimbi yanarudi kwa upande huu. Kwa hiyo yatafurika mpaka kwenye ule mti. Kwa hiyo kama hatujaandaa kunyanyua na kuziba maeneo haya, yataingia moja kwa moja mpaka huko ndani. Sasa wale ambao wako mabondeni, kwenye eneo la bonde, nenda kahame kabisa. Hamisha familia yako, usikubali ushawishi wa mtu yote. Usikubali ushawishi wa gharama. Maana wale wote wenye mabonde nyumba zao ni bei rahisi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kutokana na bei rahisi wengine watakimbilia. Lakini maji yakija, umesikia neno hili, uponi. Lutu aliambiwa toka Sodoma na Gomora, toka na familia yako. Mvua itanyesha. Tena sio ya maji. Ni mvua ya moto, tateketeza kila kitu. Bwana asifiwe sana. Alafu unapotoka usiangalie nyuma. Kwa sababu ukikaa hutapona. Ukiangalia nyuma utakuwa gunia la chumvi. Akatii, maana ni nabii, alijua huu ni ujumbe kutoka mbinguni. Kavumilia mpaka saa hiyo 11 usiku. Ndio anamtoa mke wake na watoto. Tena bado anahangaika kama atamuona mjomba, shangazi yeyote anatokea pembeni ili watoke pamoja. Akawa anachelewa. Mbingu zikaanza kuvuma. Wakatangulia malaika wale walinzi wa mbingu kuangalia Sodoma na Gomora, nani mwenye haki amebaki ili amnusuru. Kuangalia Lutu bado yuko mlangoni na binti zake na mke wake. Ndio malaika akamshika mkono akamwambia, angalia milima ya Sohari, jiponye mwenyewe. Sio jiponye na watoto wako, sio jiponye na mke wako, jiponye mwenyewe. Hawa kama hawatatii unabii, kifo na kiwapate. Kama watageuka nyuma, gunia la chumvi na wawe. Ujumbe ukitoka ni straight.
Kwa mwanadamu lazima utii. Nisaidie kusema amen. Kwa hiyo wakatoka kweli na huo ujumbe. Moto ukashuka kweli. Kilio. Sio kondoo, sio wanyama wengine, sio mazao, sio vitu vya thamani, sio pesa, sio warembo wa kiume na wa kike, sio viongozi, sio nani, teketea. Akawaza mama mchungaji Lutu, hivi kweli? Akawaza mara mbili, Mungu achome wale watu wote. Wako wapi kina mama fulani tunakutanaga nao saluni? Maana alikuwa mrembo yule mama mchungaji. Wako wapi watoto wa shangazi yangu? Wako wapi jamaa? Wako wapi marafiki? Wako wapi majirani? Wako wapi kondoo? Wako... Akawaza na sanduku la dhahabu la mume wake, wamesahau kuchukua. Akasema haiwezekani, hebu nione kama kweli, au nirudi chap nikachomoe lile sanduku, nirudi tena kwa mzee tuelekee Sohari. Kabla ya jicho lake kuona miale ya moto, tayari gunia la chumvi. Alikuja marehemu mzee Moses Kololo wakati anatufundisha wachungaji, akasema yeye alipofika pale alikuta ni mzima kabisa. Na hiyo ni kiapo cha Mungu mpaka mwisho wa dunia. Akasema kilichotoka ni kidole kimoja tu hiki, kuonyesha mama mchungaji hakuwa mwaminifu. Kidole hiki tu. Na ushungi uliokuwa usoni uko hivyo hivyo, na vitenge vyake vinapepea na ule upepo wakati anaelekea, maana ulivuma upepo kutoka kwenye milima ya Sohari. Nani amewahi kuona upepo wa kisulisuli wakati unavuma? Ndivyo ilianza kabla ule moto kushuka Sodoma na Gomora. Kwa hiyo milima yote ilikuwa inatema upepo, unakusanya makaratasi yote, inakusanya kila takataka. Kwa hiyo saa hiyo wanaelekea Sohari walikuwa nakingana na ule upepo wa kupuliza miale ya moto kuteketeza chochote ambacho Mungu alisema kiteketee. Nisaidie kusema amen. Amen. Kwa hiyo usipotii unabii huu, hatutaki kutangaza matanga. Mwambie jirani yako, mchungaji wa Yerusalemu hataki kutangaza matanga. Kwa hiyo hayo ni mambo yatakayotokea, yaliyoko mbele yetu. Tuwe tayari. Mwambie jirani yako, jiandae sasa. Jiandae sasa. Haleluya. Amen. Alafu la mwisho, moja kwa zote, nimekwisha wadokeza kwamba baada sasa ya vitu kama hivi, mvua nyingi, mafuriko, nini, sumbufu, kelele, fujo, maandamano, baada hayo yote tunavuka, tunaingia Kanaani, kwenye eneo la mapumziko, na watu wote waseme amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunahubiri taratibu kwa sababu Mungu anataka uyaandike hayo na ukae katika hiyo. Hesabu 24:14. Nisomee mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Hesabu 24:14. Kitabu cha Hesabu 24 mstari wa 14. Kitabu cha Hesabu mlango wa 24 ndio mstari wa 14. Ndio tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Basi sasa tazama, ninakwenda kwa watu wangu. Sasa ninaelekea kwa watu wangu. Haya, nitakuarifu mambo ambayo watu hawa watakayowatenda watu wako siku za mwisho. Alikuwa anawafunulia majeshi yaliyowekwa mbele yao ambayo yatawatenda katika siku za mwisho. Na wewe nimekwisha kupa hiyo kabisa, ufunuo waziwazi kwamba wameandaliwa nao kupinga ushindi wako, kupinga baraka zako, kupinga nchi yako. Sasa andika hilo andiko katika hiyo eneo, ili itakapotimia usije ukamlaumu mtu yeyote. Fungua Isaya 2:1-3. Isaya 2:1-3. Isaya mlango wa 2 mstari wa kwanza. Isaya mlango wa 2 mstari wa kwanza hadi wa 3. Amen. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Hili ni neno alilolinena Isaya mwana wa Amos katika habari za Yuda na Yerusalemu. Hebu mgeukie jirani yako, mtikise kidogo. Mwambie hilo ndio neno la Mungu kwa ajili ya Yuda na Yerusalemu. Hili ndio neno la Mungu kwa ajili ya Yuda na Yerusalemu. Hallelujah. Amen. Yerusalemu, are you ready?
Jerusalem. Are you ready? Amen. Hebu muulize jirani yako, are you ready? Ready. Hallelujah. Amen. Na itakuwa katika siku za mwisho. Itakuwa katika siku hiyo tunayoikaribia. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara. Mlima wa Yerusalemu utaimarishwa juu ya milima. Tena juu ya milima. Mlima maana yake ni nyumba ya Mungu, mwili wa Kristo, mwili wa Yesu, kanisa. Utafanyaje wapendwa siku hizo? Utafanyaje siku za kesho kutwa? Utaimarishwa tena juu ya milima. Maana yake milima mingine itakuwepo, lakini wewe utaimarishwa kama mwili wa Kristo, kama Mkristo utaimarishwa juu ya vilima, juu ya milima mingine yoyote. Wewe utaimarishwa. Nisaidie kusema amen. Amen. Nisaidie kusema amen. Amen. Nasema utaimarishwa. Nisaidie kusema amen. Amen. Utatiwa nguvu. Nisaidie kusema amen. Amen. Utafarijiwa. Nisaidie kusema amen. Amen. Utabarikiwa. Nisaidie kusema amen. Amen. Hofu itakuondoka. Nisaidie kusema amen. Amen. Mashaka yataondoka kwako. Sema amen. Amen. Matatizo yatasogezwa pembeni ili upate kufurahia. Nisaidie kusema amen. Amen. Taabu na mateso yatasogezwa pembeni na wewe. Nisaidie kusema amen. Amen. Na utainuliwa juu ya vilima. Na wewe sasa, mshike mkono jirani yako, mwambie na wewe sasa utainuliwa. Maana kama ulikuwa mnyonge lazima utainuliwa. Amen. Siwezi kupanda kwenye hii meza, lakini nikipewa support si nitapanda juu ya meza. Amen. Biashara yako inaonekana iko level ya chini, lakini saa hiyo utaingia kwenye level ya juu. Amen. Pesa zako zinaonekana hazisomi kwenye account, lakini siku hiyo itaanza kusoma spelling zinazojulikana na zenye kuatisha maadui zako. Amen. Nisaidie kwa sauti kusema amen. Amen. Utaonekana mnyonge katikati ya ndugu jamaa na marafiki zako, lakini saa hiyo utakuwa kichwa katikati yao. Amen. Utakuwa kiongozi katikati yao. Amen. Utakuwa mwenye baraka katikati yao. Amen. Utakuwa mwenye pesa katikati yao. Amen. Utakuwa mwenye afya katikati yao. Amen. Utakuwa mwenye heshima katikati yao. Amen. Na wote watanyamaza kimya. Amen. Wakati unatukuzwa kwa mkono wa Mungu mwenye nguvu. Amen. Piga kelele, sema amen. Amen. Yesu, makofi na vigelegele ya shangwe. Amen. Nisikie kelele za Yerusalemu. Amen. Nisikie kelele za wateule. Amen. Sasa mkono wa malaika utashikana na mkono wako. Ndio. Atakwambia tutembee kwenye mitaa ya Kariakoo. Amen. Maana fremu yako itakuwa kushoto na rafiki yako kulia. Ndio. Hivi mnaona mambo haya wateule? Ule ndio yako. Hivi unaona hiyo kweli? Hivi unaona hiyo kweli? Ninakuja asema Bwana wa majeshi. Amen. Nisaidie kusema kwa sauti amen. Amen. Na mataifa yote watauendea makundi. Mataifa yote. Kenya, Uganda, Rwanda, Malawi, Zambia. Watakuja makundi. Wataitwa mitume kwenda kuwaleta makundi. Amen. Wataitwa Ero Masai kwenda kuwajengea makundi. Ndio. Wataitwa ofisi ya nini? Ibrahimu, niambie Bwana. Haleluya. Wataitwa kwenda kufanya wiring ya umeme. Amen. Wataitwa kwenda kufunga mafiriji makubwa kwenye kampuni zao. Amen. Wataitwa EJ Plus kwa ajili ya kamera zao. Amen. Nisaidie kwa kelele. Amen. Nisaidie kwa kelele. Ndio wataimarishwa na mataifa watakuja makundi. Amen. Piga kelele, sema hiyo ni Tanzania. Mwambie jirani yako hiyo ni mimi. Haleluya. Amen. Angalia usiwe kama yule mjinga alisikia neno la unabii langoni akaapa kwamba hii haitatimia kamwe. Lakini akaambiwa wakati ikitimia wewe utaonja hiyo unga. Amen. Akafikiri Mungu ni mchezo. Saa hiyo wanaume wakati wanaingia unga imeshuka bei. Kila mtu anachukua kama anavyotaka. Yeye akaweka kifua ili isitimie unabii. Kakanyagwa kucha, kakanyagwa goti, kakanyagwa kifua, kakanyagwa uso, zakana naangalia. Hatimaye akawa ndio dekio watu wanapita kutimiza unabii. Amen. Yeye akaona kwa macho watu wakitimiza unabii wakati roho yake inatoka ndani yake.
Mwambie jirani yako usiwe mjinga, msiwe mjinga wa unabii. Mwambie pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Mpe high five, mwambie pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Mpe tena high five, mwambie pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Nakuambia kweli, na waona wakija makundi. Amen. Na wewe watakuja kwako kusema nawe kwa lugha ya kigeni. Amen. Hutajua lugha zao, lakini watakuwa chini yako. Amen. Wakisubiri kutoka kwako faida ya Mungu wako. Amen. Piga kelele nisaidie kusema amen. Amen. Kwa Yesu makofi na vigelegele ya shangwe. Na mataifa mengi watakwenda na kusema. Mataifa mengi wakati wanarudi kwao baada ya kushuhudia ujumbe huu kitimia. Amen. Wataenda wakisema, njoni twende juu milimani kwa Bwana. Njoni twende kwa Bwana. Maana Mungu wa Tanzania, Mungu wa Yerusalemu, Mungu ameonekana. Sasa njoni twendeni tukaone miujiza yake. Amen. Tukaone mambo makubwa. Amen. Tukaone miujiza. Amen. Tukaone mambo ya kushangaza. Amen. Tukaone mafanikio yao. Amen. Tukaone baraka zao. Amen. Tukaone hiyo neema walioitabiri kutoka mwanzo. Amen. Sasa inatimia juu yao katika jina la Yesu. Amen. Nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Twende kwenye nyumba ya Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli. Naye atawafundisha njia zake. Na yeye sasa atawafundisha njia zake zilivyo. Nasi tutakwenda katika mapito yake. Na sisi tutapenya katika hatua zake, mapito yake, nyayo zake. Maana katika Sayuni itatokea sheria. Maana katika Sayuni ndipo sheria itakaposimama. Na neno la Bwana katika Yerusalemu. Na neno la Bwana katika Yerusalemu. Kwa Yesu makofi na vigelegele ya shangwe. Hakika wakati zitakapotimia ndipo ukajua ya kwamba Mungu amekupenda, Mungu amekuheshimu, Mungu amekuchagua, Mungu amekuita. Amen. Mungu amekutuma na amekupa kwa ajili ya watu wengine. Amen. Utakuwa mkono wa kualisha wengine. Amen. Utakuwa sauti ya faraja kwa wengine. Amen. Utakuwa msaada kwa walioonewa. Amen. Utakuwa mkono wa wokovu katikati yao. Amen. Mungu wako atakuwa Mungu anayejulikana duniani. Amen. Mungu wako atakuwa ni Mungu mwenye enzi katikati ya enzi za utawala wa dunia. Amen. Mungu wako atajulikana ni Mungu juu ya miungu. Amen. Hakuna miungu itakayoinua pembe zao wakati huo. Amen. Kwa kuwa pembe ya Yakobo imekwisha simama. Amen. Na ushuhuda wake umekwisha dhihirika duniani. Amen. Na kila mmoja aliyeitwa kwa jina la Yerusalemu, aliyeitwa kwa jina la Israeli, aliyeitwa kwa jina la Mungu wa Yakobo atathibitishwa. Amen. Na atasimama katika enzi yake, akamilisha aliyoagizwa na Mungu duniani. Amen. Ayatimiliza yote aliyohesabiwa katikati ya ulimwengu. Amen. Na hiyo miaka iko karibu ili upate kutimia. Amen. Na wewe utakuwa shahidi katikati yao. Amen. Asema Bwana wa majeshi. Funika macho yako na usimame. Funika macho yako na usimame. Just
Haleluya, aliyeshikilia maisha yako na kuamuru achia, na kuamuru achia, achia kazi yako, achia biashara yako, achia familia yako, achia mume wako, achia mke wako, achia watoto wako, achia hatima yako, achia ndoto yako, achia ndoto yako, achia ndoto yako, achia ndoto yako. Sema achia, 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 acha maisha, acha roho yangu, acha mali wangu, acha maisha yangu, acha ndoto yangu, achia, 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 achia Yesu, acha ndoto yako, 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 achia ndoto yako, achia ndoto yako, sema achia, sema achia, 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 Sema Baba kwa jina la Yesu.